Kwingineko, Urusi yaendelea kuishambulia Ukraine kwa makombora mazito. Urusi imerusha makombora katika miji ya viwanda ya Samar kusini mashariki mwa Ukraine na kusababisha vifo vya watu 5 huku wengine zaidi ya 20 wakijeruhiwa. Gavana wa mji huo, Serhiy Lyasky, amesema katika mtandao wa Telegram kwamba watu 4 kati ya waliojeruhiwa wako katika hali mahututi na wanapokea matibabu hospitalini. Maafisa hao hawakutoa taarifa zaidi juu ya uharibifu katika mji huo ulioshambuliwa wiki hii na kuwaua watu 2. Haya yanajiri wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wakitoa wito wa hatua zaidi kuchukuliwa kusaidia kukidhi mahitaji makubwa ya kijeshi kwa Ukraine ili iweze kukabiliana na mashambulizi ya Warusi. Katika mkutano wa viongozi hao uliofanyika huko mjini Brussels, walikubaliana kwamba ni muhimu kuipa Ukraine mifumo zaidi ya ulinzi wa anga na mifumo ya kukabiliana na drone pamoja na silaha zenye maangamizi za kijeshi za Urusi ili iweze kuwalinda raia wake na maeneo yake dhidi ya mashambulizi hayo. Hata hivyo, bado kuna mpasuko ndani ya EU, kwa maana baadhi ya viongozi katika EU hasa wanachama wakitaka Ukraine iachane na mpango wake wa vita dhidi ya Urusi bila masharti, lakini baadhi wakiona ni namna nyingine ya kuweza kuendelea na mapambano wakiamini wataweza kushinda Urusi. Viongozi hao Umoja wa Ulaya umekutana huko Brussels wakijadili masuala nyeti yanayokabili bara hilo, yakiwemo msaada kwa Ukraine katika mzozo wa Mashariki ya Kati na mivutano ya kibiashara kati ya Ulaya pamoja na Marekani. Mkutano huo unafanyika siku moja baada ya mkutano wa kilele wa NATO huko The Hague, ambapo nchi wanachama zilienda kuongeza matumizi ya ulinzi hadi 5% ya pato ghafi la taifa. Lakini moja kati ya mambo muhimu ni katika kuisaidia Ukraine ili iendelee na mapambano dhidi ya Urusi. Katika muktadha wa vita vya Ukraine, viongozi wanajadili duru ya 18 ya vikwazo dhidi ya Urusi na mustakabali wa kikomo cha bei ya mafuta ya Warusi, hatua ambazo baadhi ya nchi kama vile Hungary na Slovakia zimekuwa zikipinga kwa hofu za athari za kiuchumi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alijiunga katika vikao hivyo, inaelezwa kwamba bado ombi lake ni kuhitaji mpango wa kuweza kupata msaada zaidi katika mapambano yake dhidi ya Urusi. Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukifahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.